Mungu tazungumza juu ya utoaji wa mavuno. Nimechagua neno kutoka Kumbukumbu la Torati mlango wa 16 mstari wa 13, tutasoma mpaka ule wa 15. Kumbukumbu la Torati mlango wa 16 mstari wa 13 mpaka ule wa 15, nami nasoma neno hili kwa msaada wa Bwana. Fanya sikukuu ya vibanda siku 7, utakapokwisha kuyakusanya yatokayo katika sakafu yako ya nafaka na katika kinu chako cha divai. Nawe utafurahi katika sikukuu yako, wewe na mwanao na binti yako na mtumwa wako na mjakazi wako na Mlawi na mgeni na yatima na mjane aliyefiliwa na mmewe, walio ndani ya malango yako. Siku 7 mfanyie sikukuu Bwana Mungu wako mahali alipopachagua Bwana, kwa kuwa Bwana Mungu wako atakubarikia katika maongeo yako yote na katika kazi zote za mikono yako, nawe uwe katika kufurahi kabisa. Tushukuru. Baba Mungu wetu wa mbinguni, kwa hakika tunaishi kwa ajili yako. Tunaishi Bwana kwa kuwa wewe umeamuru. Asante kwa ajili ya baraka nyingi ambazo natupa katika maisha yetu. Sisi ni nani Bwana? Ni mali yako tu, na vile tulivyo navyo ni mali yako pia. Tunakusihi Mungu ukatufundishe kupitia neno hili, ili Mungu tukufurahie, tukutukuze kwa mioyo yetu, lakini na vile vyote ulivyotujalia katika maisha yetu. Bariki neno hili, bariki mimi mnenaji, wabariki wasikiaji wote kwa jina la Yesu. Amen. Tukae. Wapendwa, sherehe ya mavuno ni wakati muhimu wa kumshukuru Mungu, hasa kwa wema wake. Tunapokuwa na nafasi, nipewa nafasi ya kumtolea Mungu mavuno, ni nafasi kwetu, ni wakati muhimu kwetu kwa wema wake. Hatuwezi kulipa wema wa Mungu, lakini tunaweza kuonyesha hata kwa alama ndogo. Anaweza kawa analima, anapanda mbegu, analima shamba na kutunza mazao, lakini mwisho wa yote anatambua kwamba si kwa nguvu zake peke yake mambo hayo yamepatikana. Mungu ndiye anayetoa mvua, Mungu anatoa jua, Mungu anatupa afya, Mungu anatupa nguvu na uhai, na tena anajalia mbegu tunazopanda, anazijalia uhai, na ndiye anayekuza na kutuwezesha kuvuna. Katika historia na utamaduni wa jamii zetu hasa za Kiafrika, na mimi nieleze tu jamii ya Wanyaturu, mavuno yalikuwa pia tukio la furaha kubwa. Baada ya kazi za kilimo kumalizika na mavuno kupatikana, Wanyaturu walikuwa na sherehe mbalimbali. Nilikuwa nawaambia jana, tulikuwa kule Efeso. Walikuwa na sherehe, wakishamaliza wamevuna, wana sherehe, wanasema sasa ni kupoza maumivu, machungu ya mwili, uforia mabeni. Pombe inatengenezwa ya kupoza machungu, wanakunywa, wanafurahi. Lakini inatengenezwa pombe nyingine, wasema wanaosha mpini wa jembe. Wanyaturu watakuwa naelewa.
takuwa naelewa ninachozungumza. Wanasema wanaosha mipini ya majembe, wanatengeneza pombe wanasherehekea, lakini wanatengeneza pombe nyingine. Bwana Julius atakuwa anafahamu hapa. Tengeneza pombe nyingine wakishapeta mtama na nini, ile wanaita kinyaturu wahe, lile vumbi. Sasa wanasema lile linasumbua, kama sumbua, wanakunywa pombe tena kusafisha, kutoa yale mavumbi. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ukiangalia unaona ni kama kwa sehemu kubwa wanajipongeza wenyewe kwamba nimelima, nimepata. Na walikuwa wanasahau jambo moja tu, na hii inaonyesha kwamba jamii ilitambua uzito wa kazi ya kilimo na ilihitaji wakati wa kupumzika, lakini si wa kupumzika tu, wa kufurahi, lakini si wa kufurahi tu, wa kushirikiana. Lakini Injili inatualika kuangalia sherehe ya mavuno kwa mtazamo tofauti na mpana zaidi. Katika kumtolea Mungu Kikristo, hatujiulizi kwamba tumefanya nini mpaka tumepata mavuno, bali tunajiuliza Mungu amefanya nini mpaka tumepata mavuno haya. Kwa hiyo sio mimi, ni Mungu amefanya nini kwa ajili ya mavuno yetu. Na hapa ndio sherehe ya mavuno inapogeuka kuwa ibada. Tunapokuja hivi kumshukuru Mungu, inakuwa sio kujipongeza, sio tu sherehe, inageuka inakuwa ibada kwa Mungu. Tunamtukuza Mungu, tunatambua mchango wa mkulima, lakini hatumsahau Mungu aliyebariki kazi ya mikono yetu. Tunapofanya hivi, tunataka kumwambia Mungu sio tu kwamba tumefurahi tumepata mavuno. Yes, tumefanya kazi, lakini tunapokuja kumtolea yeye, tunamwambia asante pia kwa kubariki kazi ya mikono yetu. Wayahudi walikuwa na mafundisho mazuri kuhusu jambo hili la mavuno. Baada ya kukusanya mazao yao, walifanya sikukuu ya vibanda kama tulivyosoma, na kwa Kiebrania wanaita Skoti. Ilikuwa wakati wa furaha, wakati wa kula, kushirikiana, na wakati muhimu sana wa kumkumbuka Mungu. Kumbukumbu la Torati 16:15 inasema walipaswa kufurahi kwa sababu Bwana Mungu wao alikuwa amewabariki katika mazao yao na katika kazi zao zote za mikono yao. Hivyo sherehe ya mavuno kwa Wayahudi ilikuwa sherehe ya kumtambua Mungu kama chanzo cha baraka yao. Kwa tunapotoa, tunataka kumwambia Mungu, wewe ni chanzo cha baraka yetu. Fikiria mkulima aliyepanda ekari 5 za mahindi, anatayarisha shamba, ananunua mbegu, anapanda kwa wakati, anapalilia na kutumia nguvu nyingi. Mwingine wakati wa mavuno anasema haya yote nimeyapata kwa jasho langu. Jana niliwaambia Waefeso kule Iramba, nasema izi ingi saozani n'umugongo. Hizi ni mali zangu, sina mpaka mgongo, nini tafsiri yake? Insaozani n'umugongo. Nasika hiyo bwana, sika hiyo kweli, kwa sababu amefanya kazi. Lakini hebu tujiulize, kama mvua isingenyesha angevuna nini? Ungevuna nini? Kama ungeugua wakati wa palizi
ungewezaje kulima? Kama mbegu isingeota, ungevuna nini? Ungefanya ni ngumu. Kazi ya mwanadamu ni muhimu, lakini baraka ya Mungu ndio inayofanya kazi, ili hiyo kazi iliyofanya izae matunda. Mwanadamu hawezi kuwezesha wala kudhibiti kila kitu. Kuna mambo ambayo yako nje ya uwezo wa mwanadamu. Kwa hiyo siku ya mavuno tunapaswa kuinua mikono yetu juu na kusema, Bwana Mungu, tunakushukuru, umetuwezesha. Kuna hatari kwamba mtu akifanikiwa anaweza kuanza kujiona kwamba yeye ndiye chanzo cha kila kitu. Kuna mjinga moja sehemu za Kitonasi kule, wakati ardhi bado ina rutuba sana, akalima akamwaga mahindi yake chini, mahindi yakafika juu sawa wa mimbari yangu hapa, alafu akapanda juu, akasema njaa umeenda wapi? Njoo ule mahindi haya kama utayamaliza. Anaiita njaa. Na hapa ni vizuri tukumbushane. Je, ghala zako zinapofurika mazao? Je, unapopata mafanikio katika biashara yako? Je, unapofanikiwa katika ujasiriamali wako, unamkumbuka Mungu au unapata wenda wazimu? Ule ni wenda wazimu, unaita njaa, unakufuru, si ndio? Unakufuru. Usianze kukufuru unapofanikiwa. Saa nyingine unawasikia watu barabarani, hata leo utawasikia mtu anazungumza tu kijinga tu, anazungumza tusema ana nini yule? Ana nini? Yaani thamani ya mwanadamu haiko katika vitu au wingi wa vitu alivyonavyo. Thamani ya mwanadamu iko katika utu wake na imani yake kwa Mungu wake. Na tuyo maneno haya, watu wengine wanafikiri mchungaji bora anafanyaje? Ule ni ujinga. Kufikiri eti mtu anakuwa wa maana, wa thamani kwa sababu eti ana vitu, ana magari, ana hela, makaratasi. Ana Mungu. Tena yamkini ile mali unayoringia wewe huenda ni baraka inayopitia kwake. Unajua saa nyingine unaangalia mali unasema ni mimi, kumbe kuna watu wanaomba kwa ajili yako ufanikiwe, wasaidie wengine. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tuna sababu ya kuinua mikono yetu na kusema Mungu barikiwe kwa kuwa umetuwezesha. Katika Kumbukumbu la Torati 8:17-18, nashukuru mchungaji alisoma hapa wakati wa fungu la 10. Unasema tuseme moyoni, nguvu zangu na uwezo wangu wa mkono wangu ndio ulionipatia utajiri huu. Hapana, Mungu ndiye anayempa mwanadamu uwezo wa kupata mali. Kwa hiyo mavuno yanapaswa kutufanya kumshukuru Mungu, sio sisi tujivune zaidi. Bwana Yesu atusaidie. Unapofanikiwa katika jambo lolote, usijivune, nyenyekea chini ya mkono wa Mungu. Mavuno yanaweza kuwa mfano wa maisha yetu yote. Kuna watu wanaopanda kwa muda mrefu kabla hawajaona matokeo. Mzazi anawalea watoto, kule ni kupanda kwa miaka mingi. Mwalimu anawafundisha wanafunzi kwa miaka mingi. Mchungaji analihudumia kanisa kwa uvumilivu mkubwa muda mrefu. Kijana anasoma kwa bidii kabla hajapata mafanikio. Wakati mwingine mtu anapanda kwa machozi, lakini baadaye anavuna kwa kelele za furaha.